Ujambo mwanafunzi wa somo la Kiswahili na karibu katika somo letu la siku hii ya leo. Katika somo letu la siku hii ya leo tutaweza kuangazia somo la insha. Mada kuu itakuwa ni insha za kiuamilifu, na hizi ni insha ambazo hufuata sheria na kanuni maalum, hufuata sura na mtindo maalum ama spesheli ambao huwa umewekwa. Na katika siku ya leo katika somo hili tutaangazia insha ya hotuba, yaani mwandishi wa insha ya hotuba. Kwanza kabisa ni vyema tuelewe kwamba hotuba ni maelezo yaliyoandikwa ili kutolewa na mtu mbele ya hadhira kwa lengo la kunasihi, kushutumu, kupongeza, kushawishi ama kutoa misimamo. Vyema kwanza tuweze kuelewa aina za hotuba. Kuna aina mbili kuu za hotuba, na aina ya kwanza ni hotuba rasmi ambayo hutolewa katika vikao rasmi, na aina ya pili ya hotuba ni hotuba ya kawaida ambayo hutolewa hasa panapotokea dharura ama janga fulani. Katika uandishi wa insha hii ya hotuba kuna ule muundo mahususi ama maalum ambao unafaa kuzingatia, na kwanza kabisa unafaa kuwa na kichwa ama mada na hudokeza mada, hatibu na hadhira katika hotuba husika. Kwa hivyo unapoandika insha yako ya hotuba, lazima kichwa chako kiwe na vipengee hivyo vitatu. Cha kwanza kiwe na mada, kiwe na hatibu na kiwe na hadhira lengwa katika hotuba hiyo. Unapotanguliza katika mwanzo ambayo ni sehemu ya pili ama kipengee cha pili, ni kwamba huwa na salamu au mwito wa kuhamasisha hadhira. Kwa mfano, hatibu atasema akina mama oye, ama atasema kwamba vijana hamjambo. Watu hutambulishwa kulingana na vyeo au itifaki na majina yao kuanzia cheo cha juu hadi hadhira. Kwa mfano, chifu, naibu wa chifu, mzee wa nyumba 10 na wananchi hamjambo. Kipengee cha tatu huwa ni mwili. Katika mwili wa insha, hiki ndicho kiini cha hotuba, na mwili hubeba ujumbe ambao huwasilishwa, na mambo yafuatayo lazima yaweze kuzingatiwa katika kujenga mwili wa insha yako. Jambo la kwanza ni kwamba ujumbe uwe wa kina, mpana, kweli na wenye kuwalenga wahusika. Pili, ujumbe ufungamane na mahitaji ya hadhira husika, hali na muktadha. Tatu, hoja za hotuba zipangwe kwa mantiki kuanzia zile muhimu zaidi. 4, mwandishi atumie viunganishi mwafaka, kwa mfano kuanzia kwanza kabisa ama isitoshe na kadhalika, kwa njia ambayo inafaa. 5, ni kwamba kuwe na matumizi ya lugha ya adabu, msamiati na istilahi ambazo zitalingana na mada ambayo unashughulikia. Jambo jingine ni kwamba katika mwili kuwe na matumizi ya maswali balagha ili kuweza kuvuta nadhari ya hadhira yako. Tena mwili uchukuane na kaida za jamii, ama insha yako ama hotuba yako ichukuane na kaida za jamii ama taaluma na utamaduni ambao ni wa jamii inayoshughulikiwa ama hadhira lengwa. Tena lazima hoja zako ziwe zinafuata mwala, na kuna haja ya vikolezo na vichekesho ili kuweza kuwavutia wasikilizaji na kudumisha usikivu wao, ili wasiweze kuondoka ama kupotoka ama kupotoshwa na ule utoaji wako ama utubiaji wako. Tena hotuba iweze kudondoa kauli za watu mashuhuri ili kuweza kusisitiza umuhimu wa hoja. Kwa mfano, unaweza ukanukuu matamshi ya watu mashuhuri katika historia ya jamii ama katika historia ya taifa lako ama historia ya dunia kwa jumla. Mwisho, lazima uweze kuandika hitimisho ambayo ni muhtasari wa hoja kwa ajili ya kusisitiza au kukariri mambo muhimu. Na
pia wewe kama hatibu lazima utoe changamoto na kuipa hadhira matumaini. Aidha, hutolewa shukrani na maagano. Na hivyo ndivyo unavyofaa kuandika insha yako ya hotuba wakati umepewa swali, na ukiweza kufanya hayo utaweza kuimarika katika mtihani wa Kiswahili karatasi ya kwanza. Tumefikisha somo letu hapo kwa sasa. Zoezi letu la leo ni hili. Wewe ni mjumbe katika mkutano wa wanafunzi wa kidato cha 4 nchini ulioitishwa kuzungumzia pingamizi za wanafunzi kuingia vyuo vikuu vya umma. Andika hotuba ukishauri jinsi ya kuondoa pingamizi hizo. Na ukiweza kufanya hivyo, ukiwa na changamoto waweza kuuliza swali, na ikiwa umeweza kuandika insha yako jinsi nimekuelekeza, utaweza kuwa mwanafunzi bora katika insha za kiuamilifu. Asante sana kwa kuwa pamoja nami hadi somo lijalo. Mungu aibariki kazi ya mikono yako. Asante.